Siku ya hapo jana, dunia iliamka na taarifa za mapinduzi katika taifa la Benini, ukanda wa Afrika ya Magharibi. Mapinduzi yaliyotajwa kuendeshwa na kikundi cha wanajeshi wachache waliotaka kumpindua rais wa sasa Patrice Talon. Wanajeshi hao waliounda kile walichokiita kamati ya kijeshi walionekana kwenye runinga ya taifa Jumapili Disemba 7 mwaka 2025 majira ya asubuhi, wakitangaza kwamba wamesitisha katiba, wamevunja serikali na kufuta shughuli za vyama vya kisiasa. Wanajeshi hao walijitetea kwa kusema kuwa walifikia hatua hiyo kutokana na kutoridhishwa na namna rais wa taifa hilo Patrice Talon alivyokuwa akiongoza nchi hiyo. Inadaiwa kuwa kundi hilo liliongozwa na Luteni Kanali Pascal Tigri. Wakati wa asubuhi, milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa nchi hiyo, huku taarifa zingine zikisema kuwa helikopta za kijeshi zilikuwa zikizunguka angani juu ya mji wa Khartoum, huku taarifa za rais kukimbia nchi hiyo zikiibuliwa katika mitandao ya kijamii. Baada ya muda wa zaidi ya masaa 7 ya maswali juu ya wapi alipo rais huyo, hatimaye Patrice Talon, rais wa Benini, ameonekana kwenye televisheni ya taifa na kuwatuliza raia wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi, akisema kwamba hali sasa iko shwari na iko katika udhibiti kamili wa jeshi la taifa hilo kufuatia kuzimwa kwa jaribio la mapinduzi lililotokea mapema Jumapili. Patrice Talon, aliyekuwa akionekana mtulivu wakati wa hotuba ya moja kwa moja majira ya jioni katika taifa hilo, alisema angependa kupongeza kwa moyo wa kutimiza wajibu ulioonyeshwa na jeshi la Benini na viongozi wake ambao wameendelea kuwa waaminifu kwa taifa hilo. Uaminifu huu na mwamko wa vikosi vyetu umetuwezesha kuwakabili hawa wanaotafuta fursa na kuyaepusha madhara kwa nchi yetu. Usaliti huu hautaachwa bila adhabu, alisema rais huyo. Serikali imesema ilifanikiwa kuzima uasi huo saa chache baada ya kundi la wanajeshi kadhaa kutangaza kuchukua madaraka kupitia televisheni ya taifa hilo. Mchana kutwa milipuko mikubwa ilisikika katika jiji la Khartoum. Inasadikiwa kuwa milipuko hiyo imesababishwa na shambulio la anga. Kabla ya milipuko, taarifa za ufuatiliaji wa safari za ndege zilionyesha ndege 3 zikiingia anga la Benini kutoka Nigeria na baadaye kurejea. Msemaji wa rais wa Niger alithibitisha kwamba ndege za kivita za nchi hiyo ziliingia Benini kudhibiti anga na kuwafurusha wapanga mapinduzi kutoka kituo cha televisheni ya taifa na kambi ya kijeshi waliokuwa wamejikusanya. Jaribio hili la mapinduzi lililozimwa linaongeza wasiwasi kwenye eneo la Afrika ya Magharibi ambalo hivi karibuni limekumbwa na misururu ya mapinduzi. Benini, koloni la zamani la Ufaransa, kwa muda mrefu limechukuliwa kuwa moja ya taifa lenye demokrasia thabiti barani Afrika. Hata hivyo, Talon amekuwa akikabiliwa na tuhuma za kukandamiza wakosoaji wa sera zake. Nchi hiyo ni mzalishaji mkubwa wa pamba barani Afrika, lakini bado ni miongoni mwa mataifa maskini zaidi duniani. Benini inatarajiwa kufanya uchaguzi wa urais Aprili mwaka 2026 ambao ndio mwisho wa muhula wa rais Talon, huku Talon tayari akiwa amethibitisha kutogombea muhula wa 3 na tayari amemtaja mrithi anayemtaka. Jaribio hili la mapinduzi nchini Benini limekuja siku chache tu baada ya Rais Umaro Sissoco Embalo kupinduliwa katika nchi jirani ya Guinea Bissau. Katika miaka ya hivi karibuni, Afrika Magharibi imekumbwa na misururu ya mapinduzi, hali inayoongeza hofu ya kuzorota kwa usalama wa eneo hilo. Mpaka sasa Afrika Magharibi kuna nchi 4 zinazoendeshwa kijeshi ambazo ni Burkina Faso, Mali, Niger na Guinea,
na endapo jaribio hili la mapinduzi lingefanikiwa, Benini ingeongezeka na kuwa nchi ya 5 katika ukanda wa Afrika ya Magharibi.